kukihami chama. Tuzo hii mlionipa itapaswa ije na wajibu kwenu vijana. Tunafahamu chama kina mifumo yake ya kukilinda na kukihami chama, lakini tunatambua kwamba vijana ni nguvu ya mabadiliko. Baada ya maadhimisho yenu haya, nitaomba niwe na kikao makao makuu ya chama na uongozi wenu wa chama wa BAVICHA Taifa na sekretarieti ya BAVICHA ili tujadiliane kuhusu nafasi ya BAVICHA katika kukihami chama wakati huu ambapo tuko kwenye mapambano. Na nasema tuko kwenye mapambano, vita. Upande mmoja tunaweza kudhani vita yetu kuu tulionayo, ambayo ndio vita kuu ya kutaka Tanzania ipate katiba mpya, ndio vita pekee tulionayo. Upande wa pili tunaweza tukadhani kwamba vita tulionayo ya kutaka ukweli, haki na uwajibikaji kutokana na mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizofuatia ni vita kuu ambayo tunayo. Kwa nje tunaweza kuziona hizo ndio vita tulizonazo, na kazi kubwa tulionayo ya kukijenga chama ngazi zote mpaka kwenye misingi na matawi na kukiamsha chama ni vita tulizonazo, ni wajibu, ni mapambano tulionayo. Lakini katikati ya vita hizo tulizonazo na mapambano hayo, watawala haramu na dhalimu wameamua kufungua vita dhidi ya Chadema. Mnavyozungumza na nyinyi, mwenyekiti Tundu Lissu bado yuko gerezani. Leo kesi yake ilikuwa iendelee, lakini upande wa jamhuri umeshindwa kupeleka shahidi kwa sababu kimsingi hawana ushahidi wowote wa maana dhidi ya madai yao ya uongo ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu. Tunataka mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti yoyote. Lakini leo hii watawala kupitia mamluki wachache, leo kulikuwa na kesi hapa Mahakama Kuu Dodoma, ameshtakiwa katibu mkuu, ameshtakiwa bodi ya wadhamini, kesi nyingine mpya, ukiondoa ile kesi ya wale wasaliti wenye kesi Dar es Salaam, kesi ambayo ukiangalia katikati ya mstari inakwenda kulilenga baraza kuu la chama. Watawala wanataka kuendeleza vita ya kukigawa chama, kukivuruga chama. Sitaongea sana hili hapa kwa sababu mimi ni mmoja wa wadaiwa au washtakiwa, kwa naweza kuambiwa naingilia uhuru wa mahakama. Katika wakati mwafaka tutaongea, lakini nataka kusisitiza wajibu wa vijana kama nguvu ya mabadiliko katika kukihami chama na viongozi wa chama ngazi mbalimbali, ili kwa pamoja tukabiliane na vita kubwa zaidi tunazozikabili na hatimaye tutazishinda. Sasa katika hili la katiba mpya ambalo ndio hoja yetu kuu ambayo mmeamua nyinyi kuwa ndio ujumbe mkuu wa maadhimisho haya, kijana na katiba, vijana na katiba mpya, vijana na katiba bora. Kuna jambo ambalo ni vizuri vijana mkalifahamu. Watawala haramu na dhalimu na baadhi ya wanaobebwa upepo wa propaganda za watawala hao wanataka kuwatumia vijana kukwamisha mchakato wa katiba. Na hoja wanayokuja nayo ukiisikiliza kwa nje unaweza kudhani ni hoja ya maana sana. Wanasema hivi: mchakato wa katiba ulikwama mwaka 2014. Kwa sababu ulikwama 2014, hapa katikati kuna waliofikisha miaka 18
kati ya 2014 mpaka sasa 2026 ambao hawakushiriki mchakato wa katiba moja kwa moja wakati huo. Kwa wanasema mambo ya 2014 yamepitwa na wakati. Kwa mchakato wa katiba ama uanze upya kabisa kwa maoni kukusanywa, au ichukuliwe rasimu ya Tume ya Mabadiliko ya Katiba, rasimu ya pili maarufu kama rasimu ya Warioba, iwekwe hapa, ichukuliwe katiba inayopendekezwa ilipoandikwa walipobaki CCM na washirika wao wenyewe baada ya UKAWA, Umoja wa Katiba ya Wananchi, sisi kutoka hapa Dodoma, iwekwe hapa. Alafu ichukuliwe katiba ya mwaka 77 iwekwe hapa. Alafu yakusanywe maoni ya vijana waliofikisha umri sasa wa miaka 18 yawekwe hapa. Alafu iandikwe sasa rasimu mpya kabisa ya katiba kwa kurejea hizi nyaraka zote. Ukisikiliza kwa nje unaweza kaona hii hoja ina mantiki sana, inalenga kupanua demokrasia na mawazo ya vijana wapya. Nataka kuwaambia hoja hii inalenga mchakato wa katiba mpya usikamilike hata baada ya uchaguzi wa mwaka 2030. Na nyinyi vijana ndio wanataka kuwatumia kama kete ili muingie mtego wao. Sasa nataka kusema hivi, bahati nzuri nimekuwepo kwenye mchakato wa katiba. Nimekuwepo kabla sijaingia kwenye siasa, kwa maana siasa za vyama, kwenye harakati huko za asasi za kiraia. Nimekuwepo baada ya kuingia kwenye chama, kabla ya kuingia bungeni. Nimekuwepo kwenye bunge wakati sheria ya mabadiliko ya katiba inaletwa kama muswada, na in fact kabla ya rais hajatoa hotuba Disemba 2010 kusema mwakani tutaanza mchakato wa katiba, wakati huo nikiwa mbunge mdogo sana wa Ubungo, nilikuwa mbunge wa kwanza kupeleka notisi ya hoja bungeni kwamba Tanzania inabidi tuingie kwenye mchakato wa katiba na tutumie utaratibu huu. Rais baadaye akaja kutoa hotuba na serikali ikaleta muswada, na baada ya serikali kuleta muswada, hoja binafsi niliyopeleka wakati huo ikawekwa pembeni. Nimekuwepo kwenye bunge maalum la katiba. Mchakato wa tume ya Warioba ulikusanya maoni, si maoni ya wazee. Katika mikutano zaidi ya 7,000 iliyofanyika nchi nzima, watu milioni 1.4 walitoa maoni. Wengi wao wakati wa mikutano hiyo ya katiba wakiwa vijana, wenye umri wa vijana wakati huo, walitoa maoni. Warioba na timu yake wakatengeneza rasimu iliyokuwa imezingatia maoni ya vijana, maoni ya wazee, maoni ya makundi mbalimbali. Rasimu ikawekwa mezani, na sio rasimu tu. Mimi wakati namaliza bunge maalum niliondoka Dodoma hapa na karibu rekodi zote nilizokabidhiwa kwenye bunge maalum, si randama ya maoni mbalimbali, vitabu vya maoni ya taasisi mbalimbali, vitabu vyote vile huwa navipitia, maoni yaliyotolewa kwenye mabaraza ya katiba kwenye kila wilaya. Wananchi walitoa maoni, rasimu ikawekwa. Sasa kilichopaswa kufanyika kwenye bunge maalum ni nini? Ilikuwa manake rasimu ya Warioba si kwamba ndio imetibu matatizo yote au ina ubora wote kabisa, ndio maana ikaitwa rasimu. Sasa ilipaswa kufanyike bunge maalum ipime kuangalia, je, maoni ya wananchi yamezingatiwa? Maoni gani ya nyongeza yaongezwe? Bahati mbaya sana, kabla tujaingia kwenye bunge maalum hapa Dodoma, CCM ikakaa kikao cha halmashauri kuu ya CCM ikafanya kama ilivyofanya mwaka 92 baada ya kupokea ripoti ya tume ya Nyalali. CCM ilikaa mkutano mkuu wa CCM ikakataa katiba mpya hivyo hivyo.
wakakaa halmashauri kuu ya CCM wakasema, weka pembeni kimsingi maoni ya wananchi, rudisha madaraka ya rais, ondoa muundo wa muungano wa shirikisho la serikali tatu, rudisha muungano ule uliopo, ondoa uhuru wa bunge, ondoa uhuru wa mahakama. Wakaanza kuchakachua maoni vipengele kwa vipengele, ndio ikazalishwa hii katiba inayopendekezwa. Uamuzi wa CCM wa kutaka kuturudisha nyuma, kukusanya maoni upya, wanatafuta mianya ya kuchelewesha mchakato. Na vijana, msiingie kwenye mtego wa kukubaliana na uamuzi huo. Kinachotakiwa kufanyika ni nini? Kwa maoni yangu, ule mchakato haramu uliofanyika CCM walipobaki wenyewe baada ya Ukawa kutoka, ndio ufutwe kwa sheria, uondolewe hiyo katiba inayopendekezwa ya CCM. Alafu turudi kwenye rasimu ya Warioba. Alafu sasa tuanze kuiboresha. Katika kuiboresha rasimu ya Warioba, kwa hii hoja ya kutaka vijana wawe wengi, chombo chochote kitakachopendekezwa cha kuiboresha rasimu ya Warioba, iwe ni kamati ya wataalamu wa katiba, baada ya hapo iwe ni bunge maalumu jipya, sio bunge hili, bunge maalumu inatokana na watu, makundi mbalimbali. Bunge hilo maalumu la kuiboresha rasimu ya Warioba, kama hoja ni vijana kwamba hawakuwepo, basi vijana wawe na uwakilishi mkubwa zaidi kwenye bunge hilo kuliko kundi lingine lolote. Rasimu ya katiba iboreshwe, twende kwenye kura ya maoni. Tukipita njia ya namna hii, tutapata katiba mwaka 2027. Tutaanza mchakato mwaka huu 2026, tutapata katiba mpya mwaka 2027. Tutajiandaa na uchaguzi. Sasa katiba mpya ikitungwa, inabidi sheria zitungwe upya, sheria za uchaguzi, sheria ya polisi, sheria ya usalama wa taifa, sheria zote zinazohusiana na uchaguzi, sheria ya vya siasa zitungwe upya. Unahitaji mwaka mzima kwa kazi ya kutunga sheria tu baada ya katiba. Mwaka 2028 tutafanya kazi ya kutunga sheria kwa mfumo huru zaidi wa kuitunga sheria, sio kwa kutumia bunge haramu lilivyo kwa muundo wake ulivyo hivi sasa. Na mwaka 2029 nchi itakwenda kwenye uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa, tukiwa na katiba mpya na sheria zitakazoitumia hiyo katiba mpya, na mwaka 2030 tutakwenda kwenye uchaguzi mkuu tukiwa na katiba mpya. Kwa hiyo ombi langu kwenu vijana wa Chadema, msiingie kwenye mtego ule wa mapambio kwamba vijana wa Tanzania tunataka mchakato uanze upya. Mkiingia huko tu mmeingia kwenye mtego wa CCM. Itafika 2030 hakuna katiba mpya. Wangapi mmenielewa kwenye hilo? Vidole viwili juu. Mmenielewa, si ndio? Mmenielewa, si ndio? Hamtaingia kwenye huo mtego, si ndio? Hamtaingia kwenye huo mtego, si ndio? Nimalize kwa mambo madogo mawili. Na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, niombe ruhusa yako, na vile vile mwenyekiti wa vijana niombe ruhusa yenu kwamba baada ya hotuba nitaomba niondoke kwa heshima na unyenyekevu, kwa sababu tunatakiwa kurudi Dar es Salaam. Kwa hiyo sitaweza kukaa mpaka mwisho kabisa kwa usafiri ambao nitasafiri nao. Kwa niombe tu, mkiona natoka kimya kimya ni kwa sababu tu hiyo. Nataka nimalize na mambo mawili. La kwanza,